Kunta alipata msiba mzito wa mama yake, lakini pia Karina hatukumaliza vizuri, limekuja tena la rais wa TFF Wallace Karia. Na hili pia limegusa watu wengi sana, lakini kwenye upande wa michezo naona bado lile bifu linaendelea mpaka kwenye familia. Unaweza kaona ni jinsi gani tu kupitia uwanja wa comment ambapo watu wamezungumza maneno tofauti, na hii ni mara baada ya kutangazwa kuwa rais wa TFF Wallace Karia amepoteza mama yake ambaye ni moja ya nguzo yake kwenye maisha yake. Sasa watu kidogo wamekuja kiu tofauti na kuzungumza maneno ambayo sio ya kufaa, kwamba hawezi kushiriki watu wa Young African kutokana na chuki ambazo zipo. Lakini pia mashabiki hao wamezungumza kuwa kuna vitu alivizungumza haviko sawa, lakini mimi natamani nizungumze kidogo hapa kwa sababu Karia ameshiriki nyadhifa tofauti ikiwemo ya kuwa rais wa TFF, lakini pia ni moja ya mtu ambaye ana rekodi nzuri akiwemo kushiriki kuwa sehemu ya rais wa Sekafa, ambapo anakuwa ni Mtanzania wa 3, na hii ni mara baada ya Mzee Saidi kufariki. Lakini pia kuna kiongozi mwingine, na niwakumbushe kidogo, Mzee Saidi alitumikia kwa miaka mingi sana kitengo cha rais wa Sekafa na mpaka kuja kutunukiwa shahada ya kuwa mjumbe wa heshima kwenye kamati hiyo ya Sekafa. Kwa hiyo Karia pia ni mmoja wa watu ambao wana rekodi hiyo ya kuingia kwenye sehemu ya uongozi wa kuwa rais wa Sekafa, na mwanzoni alikuwa anaingia tu kama mgeni mwalikwa, lakini kwa sasa na kutokana na historia hiyo basi amekuwa sehemu ya kuwa mjumbe kamili kwenye sekta hiyo ya uongozi. Lakini pia nafasi hizo za kushiriki kuwa sehemu ya uongozi kama rais wa Sekafa huwa zinakuwa katika nafasi ya kuachiana. Utafanya uongozi kwa sehemu, lakini pia utafanya uongozi kwa muda fulani na mwingine ataingia. Kwa hiyo ni wasi sana ndugu zangu mashabiki, tusilete ushabiki kwenye mambo ya userious, lakini pia kwenye maisha, kwa sababu wengi wao ni watu ambao wameonyesha kabisa hizi ni chuki za ndani kabisa. Wamezungumza tofauti kuhusiana na msiba wa mama. Kwa hiyo kwanza kabisa na nipende kutoa pole kwa rais wa TFF Karia kwa kumpoteza mama yake, lakini pia tunaendelea kumwombea apate nguvu zaidi ya kurudi kuendelea kutumikia majukumu yake ambayo wengi tumekuwa tukiyaona. Lakini pia ni wasihi sana mashabiki wasilete upinzani na kuleta hisia zao kali za ndani kwenye mambo ya serious kama hivi, kwa sababu message na comment ambazo zimekuwa baada ya ile posti ya kuzungumza kuwa mama wa Karia amefariki dunia, basi zilikuwa tofauti na kinyume kidogo. Kwa hiyo tujaribu kupunguza ushabiki ndani yetu na tuangalie namna gani ya kuweza kufiti hili jambo. La kama trending hapo imegusia tu na kuweza kuwarekebisha wapenzi wote wa mpira ambao wanafuatilia na kupenda maendeleo ya mpira Tanzania.